majina naitwa Mshujaa Salum Mwacha, ni katibu wa soko la vitunguu, soko la kimataifa lililopo katika kata ya Misuna mkoani Singida. Watu wengi wamekuwa wakihitaji kufahamu kwa nini kitunguu inalimwa sana mkoa wa Singida na kwa nini kitunguu hasa ni mkoa wa Singida. Kuna siri moja ambayo watu wengi wamekuwa waifahamu. Kitunguu inayolimwa mkoa wa Singida mara nyingi ni kitunguu ambaye inategemea mvua. Na kitunguu hii hulimwa kama mazao mengine ilivyo alizeti, mahindi na kadhalika. Kwa hiyo kitunguu hii kwa mkoa wa Singida ni rahisi sana kulimwa. Na kitunguu hii wakati wa kuvunwa mara nyingi huwa ifungamani na mikoa yoyote wakati wa kuvuna. Kwa hiyo tumekuwa tukivuna vitunguu vyetu mkoa wa Singida, lakini mara nyingi havifungamani na vitunguu mikoa yoyote ile. Ndiyo maana ya kusema kwa nini kuna kitunguu mkoa wa Singida lakini tofauti na mikoa mingine. Kwa hiyo naomba watu wafahamu hivyo. Mara nyingi tunapokuwa na msimu mkoa wa Singida, maana yake mikoa mingine yoyote ile kitunguu inakuwa bado haijaanza. Kwa maana hiyo basi, bei ambazo huwa zinauzwa katika mkoa wetu kwa bei ya juu, maana yake ni kwamba watu wote wanakuja kukutana mkoa wa Singida, na mara nyingi tofauti na mkoa wa Singida mikoa yote inakutana hapa, na vile vile nchi karibia 7 zinakutana hapa kwa ajili ya mahitaji ya vitunguu, ikiwemo nchi kama Rwanda, Burundi, Uganda, Zambia, tuna Kenya, Sudani Kusini, kuna visiwa vya Komoro, visiwa vya Shelisheli. Vitunguu vinakwenda sehemu nyingi. Mwake mpaka mwaka jana tumeona vitunguu wa Namibia wakija wananunua na vitunguu vinaenda kwao moja kwa moja. Tofauti na Namibia, vitunguu vimekuwa vikichukuliwa mara nyingi vinakuwa export mpaka Qatar. Kwa hiyo vitunguu vinachukuliwa kwenda kwenye nchi hizi zote hizi kutoka mkoa wa Singida. Sawa, labda kuna kitu gani mnakiofa na wengi wanapenda kuja kununua hapa? Kitu ambacho watu wanafaidika kwa kununua kitunguu cha mkoa wa Singida, cha kwanza kabisa kitunguu chetu ni asili. Hakina mchanganyiko wa kikemikali, mbolea za kikemikali. Ni kitunguu ambacho tunalima natural, kitunguu ambacho kinalimwa asili. Hiyo ndio sababu moja kubwa kwa nini watu wengi wanakipenda kitunguu cha mkoa wa Singida, kwa sababu hakina mchanganyiko na chemical zozote kile, na ni kitunguu ambacho ni bora kwa sababu hata mbegu ya kitunguu huzalishwa na wakulima wenyewe, na tofauti na mbegu ambazo watu wengi wakati wa kumwagilia huwa wananunua mbegu za dukani ambazo mara nyingi huwa zinatoka Israeli. Kwa hiyo kitunguu chetu huwa tunazalisha mbegu wenyewe, na kitunguu chetu tunakilima wenyewe, na kitunguu chetu kinakuwa hakina kemikali. Na mara nyingi kama unafahamu kwenye fakta ya kilimo, kitunguu yoyote ambaye na zao lolote ambalo linanyeshewa na mvua kwa muda mrefu haliwezi kuwa na maradhi, haliwezi kuwa na magonjwa mengi. Wadudu wanakuwa hawakai kwenye mmea kutokana na mvua kubwa ambazo zinaweza zikanyesha kwenye mmea. Kwa hiyo sababu kubwa mojawapo kwamba hatutumii madawa wala hatutumii mbolea za kikemikali kama ambavyo watu wanafanya wakati wanalima vitunguu vya kumwagilia kwenye mikoa mbalimbali. Na kwenye ujazaji sasa, kilo ngapi kwa gunia moja? Mimi kwanza nimshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, nishukuru uongozi wote wa mkoa na kiwemo mkuu wa mkoa mama yetu Halima Dendegu, nimshukuru mkuu wa wilaya kwa juhudi zake ambazo wote kwa pamoja tunashirikiana, pia na mkurugenzi wetu wa mji dada yetu. Tumekuwa tukishirikiana sana kwenye masuala mazima ya kuhakikisha sheria inafuatwa ya ujazo, kwa sababu mkoa wetu wa Singida ni soko letu liko katika mkoa wa Singida, na soko ambalo liko kwenye surface ya mkoa, kwa maana ni katikati ya mji. Tunazingatia ujazo na tunazingatia sheria kama maelekezo tunavyoyapata kwenye sheria ya vipimo, kuwa kitunguu inatakiwa ijazwe kuanzia kilo 100 na ikiwa na ziada mpaka kilo 105. Kwa hiyo hilo tunalifuata na tumekuwa ni somo kwa ajili ya mikoa mingine. Lakini
Kuna baadhi ya mikoa na kuna baadhi ya maeneo kwenye mkoa wetu wamekuwa wakienda kinyume. Hilo pia ningeomba ngazi ya mkoa na sehemu husika wajitahidi kuangalia, lakini kwetu sisi soko letu tunatumia neti yenye ujazo wa 60 kwa 110 ambayo mara nyingi imelinda kujaza ujazo wa kilo 100 mpaka 105 ambaye ni sambamba na sheria inavyoelekeza. Kwa hiyo tunashirikiana sana kuanzia ngazi ya juu mpaka hapa tulipo tunatekeleza sheria. Kwa hiyo mara nyingi watu wamekuwa wakilaumu wale ambao hawana nia njema, lakini kwa sababu ni utaratibu tumekuwa tukiusimamia vizuri kwa kushirikiana na viongozi wetu wakubwa ili kuhakikisha kuwa kile ambacho kimeelekezwa kinafanyika. Na kama unavyofahamu sheria za ujazo zinamlinda mpaka mfanyakazi, nikimaanisha makago wanaobeba, na vile vile inajitahidi kuhakikisha kuwa tunapata mapato yetu kwa usahihi na bila kupoteza. Kwa hiyo tunasimama kwenye sheria kwa sababu ya hilo na tunashirikiana na viongozi wetu wakubwa. Bei zake zikoje kwa gunia? Bei za juzi jana kidogo zilikuwa juu, lakini siku ya leo kitunguu imefura, kitunguu imeingia kwa wingi kuanzia mwanzo wa soko mpaka mwisho wa soko. Kidogo bei imeshuka kutoka shilingi 1,130,000 mpaka sasa hivi tunazungumza kitunguu inauzwa shilingi 100,000. Hiyo ni grade namba 1, lakini grade namba 2 inauzwa shilingi 50,000 na grade namba 3 iko kuanzia shilingi 40,000 mpaka 35,000. Kwa hiyo kwa bei za leo kitunguu imejaa na kiasi cha bei ndio hicho ambacho nimekizungumza kwamba imeshuka kidogo, lakini tunatarajia ndani ya siku 3 mbele, kwa sababu mbele yetu tuna sikukuu ambazo zinakuja, na tofauti na sikukuu soko hili ikumbuka kuwa linaingiza kitunguu na linatoa kitunguu. Kwa hiyo kujaa kwa soko kwa siku moja sio madhara makubwa ambayo yanaweza kusababisha kuwa siku zote bei ziwe zimeshuka. Hapana, ni siku ya leo tu kitunguu imeshuka, lakini tumejitahidi kuzungumza na wakulima na wafanyabiashara kuwa waendelee kuwa wavumilivu. Hizi bei haziwezi zikashuka zikaporomoka moja kwa moja, isipokuwa wawe na utulivu na waendelee kuwa na subira, kwa sababu upo muda kitunguu itapanda, kwa sababu kitunguu inahitajika sasa hivi nchi nzima, na kitunguu inahitajika sasa hivi kuanzia Kenya na Rwanda wameanza kutuma oda kwa ajili ya kununua kitunguu cha. Una neno gani la mwisho la kuweza kuambia wale ambao wanayekutazama kupitia Chemba TV? Ninawaambia na wafahamu kuwa hakuna zao ambalo linaweza likawa na fursa kubwa kwa mkulima kama zao la kitunguu, na hakuna biashara ambayo inaweza ikawa na faida kubwa kama biashara ya kitunguu. Nazungumza hivyo nina uhakika kabisa, kwa sababu tukizungumza upande wa wakulima, kitunguu hakuna zao ambalo unaweza ukavuna kwa mara moja na ukauza bei kuanzia 1,500,000 mpaka 200,000. Ni zao pekee la kitunguu, na zao hili linastawi katika mkoa wetu wa Singida. Ni waombe wakulima wawe na jitihada, waendelee kupanua kilimo, wasiishie kwenye kilimo cha mvua ambacho kinategemea mvua, basi wazidi kupanua maeneo. Kuna maeneo mengi ambayo yana maji, ukiangalia kama Basutu ziwani na mito, baadhi ya mito mbalimbali ambayo inaweza ikasaidia kulimwa kwa irrigation, kwa kumwagilia. Kwa hiyo ni waombe wasife moyo kwamba ni fursa kubwa sana. Pia wafanyabiashara wajaribu kupanua masoko kutoka mikoani mpaka waende nchi za nje, kwa mfano Rwanda, waende Burundi, waende Uganda, waende Kenya, waende Zambia, waende visiwa vya Komoro, waende nchi mbalimbali zile ambazo zinatuzunguka kwa ajili ya biashara hii, kwamba watapata mafanikio na watapata faida, hakuna shida yoyote ile. Kwa hiyo naomba sana wafanyabiashara wasife moyo kwamba wapanue masoko, kwani biashara ya vitunguu ni biashara moja ambayo ni biashara yenye ubora zaidi na ni biashara ambayo wanaweza kupata mafanikio kwa pamoja. Nakushukuru sana Shujaa. Asante sana, asante sana. Karibu tuendelee kulijenga taifa letu la Mama Samia Suluhu Hassan. Kazi iendelee.